Ndugu mtazamaji, karibu kwenye The Book of Magic Stories. Tafadhali bonyeza alama ya kengele, subscribe, ili uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo unaweka simulizi mpya. Niandikie kwenye comment section unasikiliza kutokea wapi. Niandikie kwenye comment section unatazama simulizi hii kutokea wapi. Karibu sana kwenye The Book of Magic Stories. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Asubuhi ile ilianza kwa utulivu mkubwa katika mji wa Bukoba. Jua lilikuwa linaanza kupanda polepole juu ya maji ya Lake Victoria, likitoa mwanga wa dhahabu uliokuwa ukigusa mawimbi madogo ya ziwa hilo kubwa zaidi Afrika Mashariki. Bandari ya Bukoba ilikuwa imejaa maisha. Watu walikuwa wanatembea kila upande wakibeba mizigo yao. Baadhi walikuwa wafanyabiashara waliokuwa wakipeleka bidhaa zao katika soko la Mwanza. Wengine walikuwa wanafunzi waliokuwa wanarudi vyuoni au shule. Kulikuwa pia na akina mama waliokuwa wamebeba vikapu vya chakula, ndizi, mihogo na samaki waliokaushwa. Kelele za watu, sauti za injini za boti ndogo na upepo uliokuwa ukipuliza juu ya maji ya Lake Victoria vilichanganyika na kufanya eneo hilo lionekane hai sana. Pembeni ya bandari ilisimama meli kubwa nyeupe. Meli hiyo ilikuwa maarufu sana katika ziwa hilo. Jina lake lilikuwa MV Bukoba. Kwa miaka mingi, meli hiyo ilikuwa imekuwa sehemu ya maisha ya watu wengi wanaoishi kando ya Lake Victoria. Ilikuwa njia muhimu ya kusafirisha watu na mizigo kati ya miji mbalimbali ya ziwa hilo. Kwa watu wengi, kupanda meli hiyo ilikuwa jambo la kawaida sana. Hakuna aliyedhani kwamba safari ya siku hiyo ingeishia katika janga kubwa sana. Kadri muda ulivyopita, abiria waliendelea kupanda ndani ya MV Bukoba. Lakini idadi yao ilikuwa kubwa sana kuliko kawaida. Ndani ya meli kulikuwa na msongamano mkubwa wa watu. Baadhi walikaa kwenye viti, wengine walikaa sakafuni, baadhi walikaa kwenye ngazi na hata juu ya sitaha ya meli. Miongoni mwa abiria hao kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Juma. Juma alikuwa mfanyabiashara mdogo wa nguo katika soko la Bukoba. Safari hii alikuwa anaenda Mwanza kununua mzigo mpya wa nguo kwa ajili ya biashara yake. Alipanda ndani ya meli akiwa na begi lake dogo lililokuwa na pesa zake za biashara. Baada ya muda alifanikiwa kupata nafasi karibu na dirisha. Pembeni yake alikaa mama mmoja aliyekuwa amembeba mtoto mdogo mikononi. Mama huyo alionekana mchovu sana. Labda alikuwa ametoka safari ndefu. Juma alimsalimia kwa heshima. Mama huyo alitabasamu kidogo, ingawa uso wake ulikuwa umejaa uchovu. "Unaenda Mwanza?" Juma aliuliza. Mama huyo alitikisa kichwa polepole. "Ndiyo, ninaenda kumwona dada yangu." Mtoto aliyekuwa mikononi mwake alikuwa amelala kimya kabisa. Ndani ya meli kulikuwa na sauti nyingi za watu wakizungumza. Baadhi walikuwa wanacheka, wengine walikuwa wanajadili biashara zao. Watoto wachache walikuwa wanakimbia huku wakicheza. Baada ya muda mfupi, mlio wa injini ulisikika. Ilikuwa ishara kwamba safari ilikuwa inaanza. Kamba za meli zilifunguliwa kutoka bandari ya Bukoba. Polepole MV Bukoba ilianza kuondoka. Watu waliokuwa bandarini walipunga mikono kuwaaga abiria waliokuwa ndani ya meli. Abiria waliokuwa juu ya sitaha walijibu kwa furaha. Safari ilianza vizuri sana. Maji ya Lake Victoria yalikuwa tulivu. Mawimbi madogo yaligonga pande za meli kwa sauti ya polepole. Upepo mdogo ulipeperusha hewa safi ya ziwa. Kadri saa zilivyopita, jioni ilianza kuingia. Anga ilianza kubadilika rangi na kuwa la machwevi mazuri.
Lakini mbali sana juu ya Lake Victoria, mawingu mazito yalikuwa yanaanza kukusanyika. Usiku ulipoingia, upepo ulianza kuwa mkali zaidi. Mawimbi ya ziwa yakaanza kuongezeka. Meli ilianza kuyumba polepole. Mwanzoni, abiria wengi hawakujali sana. Walikuwa wamezoea safari za ziwa hilo. Lakini ghafla, kelele kubwa ilisikika kutoka upande wa chini ya meli. Maji yanaingia! Ndani ya sekunde chache, hofu ilianza kusambaa. Watu walikimbia kuelekea ngazi wakijaribu kupanda juu ya meli. Wafanyakazi wa meli walijaribu kuwatuliza abiria, lakini hali ilizidi kuwa mbaya. Maji yalikuwa yanaingia ndani ya meli. Kadri dakika zilivyopita, meli ilianza kuinama upande mmoja. Mizigo ilianza kuteleza upande mmoja. Magunia ya mazao, mabegi na masanduku ya bidhaa ziliteleza pamoja, uzito wa meli ukahamia upande mmoja kabisa. Ndipo tukio baya zaidi likatokea. Meli ya MV Bukoba ilipinduka ghafla. Kelele za watu zilijaza anga la Lake Victoria. Watu wengi waliangukia ndani ya maji. Baadhi walijaribu kuogelea. Wengine walishika vipande vya mawe vilivyokuwa vinaelea juu ya maji. Giza la alfajiri bado lilikuwa limetanda juu ya ziwa. Mamia ya watu walikuwa wakipambana kuokoa maisha yao. Baada ya muda, wavuvi waliokuwa wanavua samaki usiku huo walisikia kelele za watu. Waligeuza boti zao kuelekea eneo hilo. Lipofika karibu zaidi, waliona watu wengi wakielea juu ya maji. Haraka wakaanza kuwavuta waliokuwa hai ndani ya boti zao. Lakini watu walikuwa wengi sana na boti zilikuwa chache. Asubuhi ilipoanza kuchomoa juu ya Lake Victoria, ukubwa wa janga hilo ulianza kuonekana wazi sana. Maji yalikuwa yamejaa mabaki ya meli. Vipande vya mawe vilikuwa vinaelea juu ya maji. Mizigo iliyokuwa imepakwa ndani ya meli ilikuwa imetawanyika juu ya maji, na miili ya watu wengi ilikuwa imeonekana juu ya ziwa. Siku hiyo iliingia katika historia ya Tanzania kwamba ni moja ya majanga makubwa zaidi kuwahi kutokea katika Lake Victoria. Hadithi ya MV Bukoba bado inaishi katika kumbukumbu za watu wengi hadi leo. Ni kumbukumbu ya siku ambayo safari ya kawaida iligeuka kuwa janga kubwa sana kwa mamia ya watu. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.